Jamii yetu iko kwenye mikono salama kupitia kwenu? Haiko salama. Kimsingi ukitaka kuifahamu ustawi wa jamii ni kada. Ni kada katika utumishi wa umma. Tunakwenda kutegemea na kada zetu kwa maana ya taaluma ambayo mtu anayo. Lakini kwa kada yetu sisi ya ustawi wa jamii, basi ni watu ambao tunahusika na mambo mengi mtambuka, lakini tunajikita katika maeneo makuu matatu. Ndio. Kwanza, eneo la kwanza tunahusika na familia, malezi na makuzi ya watoto. Lakini eneo la pili tuko na masuala ya ulinzi wa mtoto, lakini kwa maana ya tukiangalia kwenye eneo la watu wenye ulemavu, lakini na wazee ambao tunaita ni kundi lenye mahitaji maalum. Okay. Lakini kwa upande wa tatu tunaangalia kwenye swala la sheria na haki za watoto na vijana wadogo, kwa maana ya kwamba maeneo haya matatu sasa yanakamilisha majukumu ya afisa ustawi wa jamii, japo humo ndani sasa unakuta vipengele mbalimbali. Tukiongelea swala la mahitaji maalum au makundi yenye uhitaji maalum kwa maana ya watu wenye ulemavu na wazee, ndani humo utakutana sasa na uwezeshaji wa nyenzo, vyama vya watu wenye ulemavu, usaidizi, mikopo, lakini na programu mbalimbali ambazo zinalenga makundi hayo. Lakini ukija kwenye masuala ya haki na sheria, ndio sasa tunakuta wale watoto ambao labda wanakinzana na sheria au watoto ambao wako katika changamoto ambazo zinahitaji utatuzi wa haki kwa maana ya kupitia katika mahakama zetu za Tanzania. Na kwenye eneo hilo la malezi ndio kwa sasa unakuta masuala ya ndoa, masuala ya watoto waliotelekezwa, masuala ya kuasiri watoto, masuala ya malezi ya kambo, lakini tunaenda na huduma zingine zikiwemo msaada kwa maana ya mental health and psychosocial support, kwa maana ya afya akili na msaada wa kisaikolojia. Na Jana na leo. Jana na leo.